kama mlivyojitahidi wakati ule mkaacha kunywa wakati ni halali, mkaacha maovu na machafu yote katika mwezi wa Ramadhani, acheni kuliana mali kwa njia isiyofaa. Akasema amwalakum, hakusema amwala nas, kwa sababu mtu aione mali ya mwenzake kama yake, kwa sababu miongoni mwa mafunzo makubwa ya Bwana Mtume ni hadithi inayosema ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, wapendelee watu lile unalolipenda wewe. Kwa hiyo mali yake ione kama mali yako, kama vile ambavyo mali yako unaiheshimu, hutaki mtu akunyang'anye, hupendi mtu akuibie, akufanyie udanganyifu, basi na mali ya mwenzako ione kama mali yako. Ndio maana akasema wala taakulu amwalakum, msile mali zenu, kwa sababu mali yake ione kama mali yako bil batil. Na ile mipango ya kwenda kwa makadhi na mahakimu, mkenda mkatoa rushwa, kilichokuwa si chako kikafanywa chako, yote ni kula mali kwa batil. Haki iliyokuwa ya mwenzako ikawa yako kwa muda, kwa sababu ya michezo inayopita kati yenu na majaji na mawakili na mahakimu. Hata Mtume aliwahi kusema katika hadithi, baada ya kuja watu wawili waliokuwa na ugomvi, mmoja wenu anaweza kana akawa fasaha kuliko mwenzake katika kujieleza. Mmekuja wawili, kuna kitu mnazozaniana, mwenzako akawa mfasaha wa kusema kuliko mwingine, na yule mfasaha zaidi ikawa ile haki kumbe si yake, ni ya mwenzake, lakini kwa sababu anajua kujieleza na anajua kupitia katika mitego ya mambo. Maana mjini kuna watu wajanja, kitu ambacho kwamba wala si chake akakitengezea dalili mpaka kikawa chake. Mtume anasema akaenda mmoja wenu akawa alhanu min akhi, hawezi kujieleza, mwenzake amejieleza vizuri, fa aqdi lahu, mimi kwa hoja zake alizonipa na ufasaha wake nikamhukumia kwamba hiki kitu ni chake, lakini kumbe si chake. Mtume anasema basi, japokuwa umehukumiwa kwamba hicho kitu ni chako kwa jinsi ulivyojieleza vyema, lakini fa'lam annaha jamratan minan nar, i'lam annaha jamratun minan nar, jua kwamba nimekupa kaa la moto, sikukupa haki, nimekupa makaa ya moto umeyakamata, kwa sababu ufasaha wako ndio uliokusaidia, uwezo wako na hela ulizokuwa nazo huko mahakamani zimekufanya kitu kilichokuwa si chako kikawa chako. Naam, inna ad-darahima fil mawatin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala, fahiya al-lisan liman arada fasahatan wasilahu liman arada qitala. Aliwahi kusema mmoja, akasema hizi hela dunia nzima zinawavisha watu uzuri ambao hawana, na zinawavisha watu hofu ambayo hawana uso wa kuogopewa, lakini kwa sababu mifuko yao kila mara imejaa, watu wanawaogopa, kwa sababu wanaweza wakawatuma watu kwa kuwarubuni na kuwanunua, wakaja wakakufanyia mambo ya ajabu, wakati yeye mwenyewe hawezi. Mkimtizama labda ana kilo 40 tu, lakini uzito wote na hofu yote ameipata kwa sababu ana hela nyingi sana. Kwa hiyo taksu rijala mahabatan wa jamala, fahiya lisanu liman arada fasahatan. Hizo pesa ndio fasaha, ni ulimi. Kama mtu anataka kuongea vizuri, money talks, pesa tu zitaongea. Wasilahu liman arada qitala, na ndio silaha hizo pesa kwa mtu anayetaka kuingia katika mapambano. Wanakuambia sasa, alimwaga pesa ameshinda, alifanya kadha ameshinda, silaha.
wewe na kila kitu chako. Wanasema fasahatu Hassani wa khattu ibn Muqlatin. Ikiwa una ufasaha wa kusema kama wa Hassan ibn Thabit, shairi wa Mtume, ikiwa unajua kuandika vyema kama khatti za ibn Muqla alivyokuwa khattat, hikmatu Luqman, ikiwa una hikima kama alivyokuwa Luqman al-hikma katika Qur'ani aliyesimuliwa, fasahatu Hassani, khattu ibn Muqlatin, hikmatu Luqman. Hata ukiwa nazo hizo, lakini maadamu huna hela, la tusawi shay'an. Hata ukiuzwa marikiti huwezi kununuliwa. Sasa Mtume aliwaeleza watu, huenda mimi kwa ufasaha wa mtu nikamhukumia haki isiyokuwa yake. Falyattaqillah waliyalam annaha jamra, ajue kwamba hilo ni kaa la moto amepewa, akipenda aendelee kulikamata au afanye marekebisho katika hilo. Ndugu zangu, tutakubaliana kwamba Uislamu wetu mara nyingi sana unamalizikia katika misikiti. Hilo tukubali. Uislamu wetu ni katika ibada hizi za swala, bali hata hao wengine wanaokuja hapa msikitini wana ajenda nyingine za siri wanazozijua wao, sio kwa ajili ya ibada. Mara ngapi imekuwa tishio leo mpaka misikitini kunaibiwa, saa za misikiti zinaibwa, viatu, watu, mtu ana hiari kuja na kanda mbili, moja buluu moja green, kwa sababu viatu vinaibiwa. Hakuna amani hata katika nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati mahala hapo ndo mahala pa amani. Ikiwa amani imekosekana humu, wapi tutaenda kuipata amani? Tutakwenda kuipata wapi? Ikiwa samaki tunataka wasioze, tunawatia chumvi. Je, chumvi yenyewe kama imeoza, samaki tutawafanya nini? Basi ndugu zangu, Uislamu wetu mara nyingi unamalizikia katika misikiti kusali au kufunga au katika mambo mengine ambayo tumeyafanya kama ya ada. Lakini ukitupa jicho katika mambo ya muamalat, mambo yanayohusiana na hela, hapo Uislamu unaanza kutushinda kidogo kidogo. Ndiyo maana aya hizi zikaletwa mubasharatan, immediately baada ya aya za saumu. Kama tulivyojifunza ikhlas, mara ndani ya saumu kuna somo la ikhlas, kwamba mtu chakula kimo nyumbani cha kutosha, kinywaji baridi, lakini wallahi yuko peke yake, haonekani na mtu, lakini hagusi kitu, ikhlasi ya hali ya juu. Basi kama mlivyofanya hivi na mali zenu, msiliane kwa batil, msipeaneni rushwa, msifanye cheating katika biashara, msiibiane, msidhulumiane, msinyang'anyane. Maana tukizungumzia mambo ya kula mali kwa batil hatutomaliza. Na miongoni mwa mambo aliyoyatangaza Mtume wakati wa Hijjatul Wada, moja ni hili: inna amwalakum, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, hakika mali zenu, hakika damu zenu, hakika heshima zenu ni haramu. Usifanye chokochoko katika damu ya mtu, usifanye chokochoko katika mali ya mtu, heshimu heshima ya mtu. Haya mambo matatu Mtume asiyezungumza katika Hijjatul Wada ni kwa sababu yana umuhimu mkubwa, na watu watakwenda kuyatupa. Misikiti leo haitoshi, watu wasalihina ni wengi, misikiti kila kukicha inajengwa, lakini je, akhlaq za mu'min za kumheshimu mwenzake katika heshima? Je, damu ya mtu kuheshimiwa? Je, mali ya mtu kuheshimiwa? Hivi vitu vipo. Na akhlaq
ndio Uislamu. Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, ukamilifu wa imani ya mtu ni ukamilifu wa tabia yake. Na nini maana ya tabia? Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake watapata salama ya ulimi wake na mkono wake. Ulimi huu una mambo mengi. Wenzako wakisalimika na shari za ulimi wako, wewe ni muislamu. Wakisalimika na shari za mkono wako, na huu mkono huu ndio katika muamalati wa hela na biashara na vitu vingine. Sasa wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil ni suala muhimu sana ambalo umma wa Kiislamu leo umeliacha. Ukimwona mtu ameacha kuiba au kunyang'anya au kudhulumu au udanganyifu katika biashara, lakini ameweka akiba ya kuyatenda hayo kisirisiri. Mimi kweli si mwizi, lakini siku nikiziona 200,000 zimekaa vibaya, nitachukua tu. Na yeye anatumia neno nitachukua, maana siibi, lakini zimekaa vibaya au zimekuja katika mazingira. Anaweka akiba ya kuiba, anaweka akiba ya kudhulumu, anaweka akiba ya kunyang'anya, anaweka akiba ya kudanganya katika muamalati wa mali. Ndio Mtume akasema inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum, mali zenu, damu zenu ni haramu, kama ilivyokuwa siku ya leo haramu kumwagwa damu, kufanywa maasi, dhambi, dhulma. Basi muogope vitu hivyo. Watukufu, sisi leo tunaishi katika ulimwengu ambao haya mambo tunayoyazungumzia ya kula mali kwa dhulma na batil imekuwa ni kama mubah, ni jambo la kawaida, mpaka imefika hadi imerudi kama ule ujahilia wa zamani kwamba waman la yadhlimin nas yudhlamu, asiyedhulumu atadhulumiwa. Bora uishi udhulumu wewe kwanza kabla hujadhulumiwa, maana ukiishi bila ya kudhulumu utakuja kudhulumiwa wewe. Hiyo ndio ilikuwa ni kaida, ni policy wakati wa ujahilia, mpaka wakasema unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru, msaidie ndugu yako akiwa dhalim au akiwa madhlumu, wewe saidiana naye tu. Ukimwona na dhulumu, dhulumu naye pamoja, ukiona na dhulumiwa, msaidie. Pia ilikuwa miongoni mwa kaida zao, wanasema wa ahyanan ala bakrin akhina illam najid illa akhana, na mara nyingine tukikosa wa kumnyang'anya na kumdhulumu, tunatizama ndugu zetu wenyewe wanaotokana na sisi damu zetu, tunawanyang'anya wao kama hatukupata wa kumnyang'anya. Haya yote yalikuwa kabla ya maisha ya Bwana Mtume kuingia, lakini leo baada ya miaka 1434 yapo katika maisha yetu tunaishi nayo. Dhulma imekuwa kitu cha kawaida, mipango ya unyang'anyi imekuwa kitu cha kawaida katika jamii ya Waislamu. Mtu kumnyang'anya mwenzake kiwanja chake au nyumba yake ni kitu cha kawaida. Mtu kumfanyia udanganyifu ni kitu cha kawaida, mpaka udalali. Wakati mtu anakinyanyua kitu ambacho hakina thamani, anakipigia debe kitu ambacho anajua hakifiki thamani ile, lakini anawataka watu wafike pale ili apate hela, zote hizi zinaingia katika kula mali za watu kwa batil. Mambo ya rushwa kitu kidogo, hakuna kibanda chochote utakachoingia bila kuitishwa kitu kidogo. Imekuwa fawda kila sehemu. Atakayesalimika ni wawili watatu katika suala hili. Lakini kuna hadithi sahihi ya Bwana Mtume Muhammad, aliwauliza Waislamu, waumini wa wakati ule, atadruna mal muflis, munamjua muflis ni nani? Watu wakasema muflis kawaida, man la dirham lahu wala mataa,
Muflis ni yule ambaye hana hela, hana mzigo, hana kago, hana bidhaa. Huyo ndo muflis. Alikuwa nazo hela, alikuwa na mizigo, alikuwa na makontena, baada ya muda akafilisika, pesa zimekwisha, mizigo hana. Huyu ndo muflis ya Rasulullah. Mtume sema la, almuflis huwa man yati yawm alqiyama bisalati wazakati wasiyam. Muflis sio huyo. Muflis ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama ana swala, ana zaka, ana haji. Ina maana alikuwa kisali duniani. Ni wachache wanaosali kikweli, lakini muflis alikuwa kisali duniani, alikuwa kifunga dunia, alikuwa kitoa zaka. Hizi ibada alikuwa anazifanya na alipata thawabu zake. Lakini yati yawm alqiyamati wa qad safaka dama hadha wa akala mala hadha wa shatama hadha. Muflis huyo. Wa qadhafa hadha. Muflis ni yule atakayekuja siku ya kiyama amemwaga damu ya huyu, amekula mali ya huyu, amemtukana huyu, amemtuhumu huyu. Huyu ndio muflis. Ndugu zangu, tujitizameni, sisi hatuingii katika muflisina siku ya kiyama. Ikiwa hadithi ya Mtume inasema ni yule atakayekuja na sala, alhamdulillah tunasali, lakini huku hatutokwenda kunyang'anywa swala hizi na wale ambao tumewatukana. Takubaliana nami kwamba matusi katika miji yetu ya Mombasa imekuwa ni kitu cha kawaida. Kumtukana mzee, kumtukana mama, kumtukana mtu aliyekuzidi umri, bali hata kuwatukana ulama ni kitu cha kawaida. Na kama mtu hajatukana anaonekana bado hajastaarabika. Vijana wetu wanaopita huku na kule ukijiona ndio shabab sasa, ili apatikane kuonekana kwamba ameshakuwa muungwana, awe anatukana sana, maneno mawili matatu tusi, bali astaghfirullah, hata zile salamu zao siku hizi zimekuwa matusi, mpaka hata wakitaka kukusifu wanakutukana. Yani matusi imekuwa ndiyo maisha yetu. Huo ni tabu kumtukana mtu. Muflis yati yawm alqiyamati wa qad shatama hadha. Sasa umemtukana mmoja tu, utaitwa siku ya kiyama. Sasa wewe umemtukana huyu leo, katika kulipana hakuna kulipana isipokuwa thawabu zako zile za sala ulizomtukana huyu, tunachukua kadri ya tusi lile tunampa huyu ulomtukana, kwa sababu huwezi kumlipa. Sasa kama ulomtukana ni mmoja, na hakika hatutukani mmoja, bali wengine humtukana mtu kwambia wewe na babako na babu yako, familia yako yote, au umetukana familia nzima, wamesimamishwa siku ya kiyama, unachukuliwa swala zako. Sio familia, watu hutukana kabila nzima. Hamna akili nyinyi, watu fulani fulani nyinyi, watu nyinyi si washenzi tu, umetukana kabila lote. Siku ya kiyama utakuwa muflis. Bado haijapigwa hesabu kwa wale ambao ulikula mali zao kwa batili. Kisha anaitwa yule uliochukua mali yake kwa batili, man akala mala hadha, muflis huyo. Matusi tumeshamaliza. Kama bado yapo hayo mema, sasa wanaitwa wale uliowalia mali zao kwa batili. Wana ulimchukulia mali yake huyu kwa batili, leo malipo yake, ile hija yako ile, tunampa huyu thawabu zake. Kama ni mmoja basi, uliwaibia wangapi? Wanaweza wakafika 10, 15, 100, 500, 1000. Wengine wanaibia watu mamilioni. Biashara yake yametajirika kwa wizi tu, aklu amwali an-nas bil batil. Bali kuna mashirika, makampuni yamejengeka tu katika kuwaibia watu mali zao na kula mali za watu kwa batili. Wangapi watakuja pale kufanya biashara na udanganyifu na kula mali zao kwa batili? Wote wale siku ya kiyama watachukua sehemu katika mema yako kama unayo. Ukishamaliza hao sasa, waqadhafa hadha, wanakuja wale uliowakadhifu. Qadhafa maana yake arramyu bizina, kumwambia mtu umezini,
au hata ukimwambia mwana haramu wewe, manake ushatuhumu wazazi wake kwamba walimpata katika njia ya haramu, na sheria ya Kiislamu inasema ulete bayana. Kama hakuna upigwe wewe mijalidi 80 ya iftira. Kama hakuna wewe utakuwa muftari na utakuwa umekadhafa, umewatuhumu watu. Kia kiyama unaambia haya, sasa wewe ulimtuhumu huyu mzinifu mwana haramu, au hatuitani wana haramu. Sasa amali zako tunampa, kama ni mmoja. Je, kama ni 10,000 ni 500, umeshamalizana na hayo. Kwa hiyo akala, shatama, qadhafa, daraba wa daraba hadha, na kupiga pia kupo, mambo matano. Wa daraba hadha, na akampiga huyu, akamwaga damu ya huyu. Haya yote haya, jifikirie mimi na wewe, hatujawahi kupiga mtu bila ya haki, hatujawahi kumwaga damu ya mtu bila ya haki, hatujawahi kumtukana mtu bila ya haki, hatujawahi kumtuhumu mtu kwa uzinifu, hatujawahi kufanya hayo, hatujawahi kula mali za watu. Sasa huyu Mtume anasema ndiye muflis, yati bisalawat, katika riwaya nyingine bi'amali salihah amthali aljibal, amali atakazokuja nazo ni kama majabali, wingi wake, alisali sana huyu, lakini maskini amefanya haya mambo iliyofanya mpaka amali zake zichukuliwe njema, wapewe wale aliyowatendea. Mtume anasema iwapo watakuwa bado wenye kumdai kwa matendo waliotendewa, wapo ambao hawakupata chochote katika amali zake, kwa sababu sala zake, zaka zake, hija zake zimekwisha. Ukhidha min sayiatihim, sasa watachukuliwa wale waliotendewa dhambi zao, atwikwe naye yeye. Sasa huna tena sala, wewe umeishiwa, na hapa bado uliomwaga damu zao wanadai. Maadamu huna sala wewe, zinachukuliwa dhambi zao wale uliomwaga damu zao, unapewa wewe. Kisha Mtume alimalizia vipi? Thumma yutrahu fi nar, kisha anatupwa motoni. Amefilisika. Thumma turiha fi nar, huyo anatupwa motoni. Ya Rabbi, usitujalie katika muflisin. Ukishatupwa motoni huna kitu, ulikwenda kwa Mungu na kitu, lakini kimekwisha kwa sababu ya tabia zako. Uislamu ni tabia tu, Uislamu ni khuluq. Mtume aliulizwa, inna fulana, hakika fulani binti pale ni jirani yetu, taqumu al-layl wa tasumu an-nahar, usiku qiyamu al-layl hazimwishi, na mchana saumu hazimwishi, ni mfungaji, na usiku anasali sana, lakini ana kasoro. Kasoro gani? Anasema innaha tudhi jaraha, ana waudhi sana majirani zake, anaudhia. Mtume akisema la khaira fiha, hiya fi an-nar. Maadamu yuko hivyo hana khairi, anakwenda motoni tu. Tabia ndugu zangu, na tabia ni kusalimika watu kwa ulimi wako na kusalimika watu na mkono wako. Naam, Mtume hakusifiwa na kitu katika Qur'an kama alivyosifiwa kwa tabia, wa innaka la ala khuluqin adhim. Khuluq, alikuwa katika qimma ya tabia. Hata Bi Khadija alipokuja akampenda Mtume, alizipenda tabia zake, kwa sababu Maisara wakati Mtume ana umri wa miaka 25 alitumwa na Bibi Khadija kwenda Sham, akiandamana na Mtume katika mali aliyopewa. Basi ile muamala wake Mtume na Maisara, wakitaka kula wanakula wote. Usisahau Maisara ni mtumwa, Mtume alikuwa anakula na watumwa. Labda nikuulize wewe na mimi, tuna wafanyakazi kule nyumbani, tumeshawahi kula nao mkono kwa mkono? Na siku ya leo kama Ijumaa mkipika biriani, naambia wewe nenda kapike ugali kule. Mtume mtumwa wake alikuwa anakula naye. Na Sayyidina Anas ibn Malik alikuwa mtumishi wa Mtume miaka 10, anasema khadamtu Rasulullah 10 sanawat
fama qala liya shay'an lam af'alhu lima lam taf'alhu, limadha ma fa'alta, wala li shay'in fa'altuhu law fa'alta kadha. Hata siku moja katika miaka hiyo Mtume hajawahi kunikemea kwa jambo nilolifanya. Niambia, kwa nini ukafanya hivi? Au ungefanya hivi bala. Mtume miaka 10. Sisi dakika 5 tu huwezi kukaa na mtu bila ya kumtukana au kumtusi au kumkemea. Mtume miaka 10. Na ukienda na mtu katika biashara, ukiangaliana naye katika muamala, ndipo utakapomjua kweli. Sayyidina Umar aliwauliza, atarifuna fulani, mnamjua fulani? Bwana mmoja akasema, naam ana aarifu. Kaifa taarifu? la'allaka ra'aytahu fil masjid yusalli yahuzzu ra'sahu hakadha. Unamjuaje? Labda ulimuona msikitini tu, kazi yake anasali, kichwa chake anakifanya hivi kwa khushu', ndio unamjua? Angamwambia ndio tunasali. La taarifu. Umefanya naye biashara? Je, umesafiri naye? Je, ni jirani yako, unajuana naye? Kwa sababu ukishakaa na mtu muda mrefu, ile true color ya mtu ndio unaiona. Ukishafanya naye biashara, kuna watu wengine ni wazuri wanakuja msikitini, lakini mambo ya biashara, shilingi moja tu inaweza ikasababisha akakutoa damu. Hana mchezo katika hela. Basi Bibi Khadija alipokuja Maisara akamuuliza, vipi? Akamwambia, ya sayyidati, mimi nilipoandamana na Muhammad laqad raaitu ajaban, kwanza nimeona maajabu. Kila ninakokwenda raaitu sahabata fawqa ra'sihi tudhallilu, naona kiwingu juu ya kichwa chake kinamkinga hararatu shams. Alafu tumefika sehemu anavouza, akija mtu mzima maanake anavoongea naye tofauti, akija mtu mnyonge wallahi ma halafa bikadhib, hakuapa kwa uongo. Na watu walikuwa akija wakimwapisha, bana atahlif, kwambia nini, unasema billati wal uzza, utaapa kweli, kago quality kweli, si feki. Vitu kama hivyo vinatokea katika biashara. So wallahi natoka Dubai, kumbe amechukua hapo. Mtume hakuapa. Mtume hakuapa kwa uongo, na alikuwa akiapishwa kwa Lati na Uzza, sema abadtuhuma hatta ahlif bihima, hata siku moja sikuabudu masanamu hayo mpaka niapie. Kwa nini niape na Lati na Uzza? Mimi nawajuaje hao? Basi zile akhlaq zake kuja kuhadithiwa Bibi Khadija, akasema sasa umefika wakati Khadija aolewe na mwenye kuone huyo. Kwa sababu Khadija alikuwa na miaka 40, lakini alikuwa katika qimmatul jamal, uzuri na urembo wake vile vile. Tena alikuwa ni almar'a sharifa, mwanamke ambaye anaheshimiwa, dhatu malin wa jamal, mwenye mali na uzuri, mpaka watu wale wa Maka walikuwa kila na kwenda kugonga mlango anamtaka, kwa sababu alikuwa ni mjane, shaolewa na waume wawili, sasa hivi hana mume. Sasa watu wanapomwona mwanamke kwanza mzuri, alafu pesa anazo, kila mmoja ukimbilia pale, akijitia anamtaka yeye, kumbe anataka mali yake. Bi Khadija alikuwa anajua, anafunga milango yote, kila anayekwenda kubisha hodi pale hakubaliwi. Mali nyingi, wanasema ulama usira, mali ya Khadija, watu walikuwa kienda Syria na Sham na Yemen wa rihlat ash-shita'i wa sayf, zile makontena, na tukisema leo makontena ya Quraysh yote kwa pamoja yalikuwa yakizidiwa na makontena ya Bi Khadija. Yani mali yake ilikuwa ikizidi mali ya Quraysh wote. Hakuwa na mali chache. Bi Khadija alikuwa tajiri, wakija wakibisha wakimtaka. Muhammad al-Ghazali katika fiqh as-sira anasema, lakinnaha ra'at annahum laysu bitullabi Khadija wa innama hum tullabu mali Khadija. Aliwajua kwamba hawa hawamtaki Khadija, wanataka mali ya Khadija, na yeye alikuwa mwerevu. Khadija hakuwa mwanamke hivi, alikuwa mwanamke mwerevu, anajua. Basi aliposifiwa akhlaq za bwana Mtume Muhammad katika taamulati yake, na alipofika kule, maana alikuwa shawajaribu watu wengi sana, kazi yake tastajiru rijal, anawapa mali wanaume, wanakwenda kuuza, alafu wanampa chake na wanawapa chao. Sasa Mtume alipokwenda Syria, ile mali ya Bibi Khadija
alifanyia kazi kule, na alipopata mali biashara thamani yake akanunua bidhaa za kule akaleta Maka. Yani bidhaa za Maka akaziuza Syria, akanunua Syria bidhaa zilizokuwa hakuna Maka, akaja akaziuza Maka, akaja na faida kubwa, akampa mwenyewe Bi Khadija. Akaona tofauti kubwa. Miaka mingapi mimi nimedeal na watu, sijaona faida kama hii, na tabia nilizoelezewa, huyu si mtu wa kawaida, namtaka. Sasa nitafanya nini? Na mimi ni mwanamke, tena mwanamke sharifa, naziha, tahira. Bi Khadija katika enzi zake kabla ya utume alikuwa akiitwa at-tahira, mwanamke aliyotahara. Akaenda kwa shoga yake, yani rafiki wake wa kike, anaitwa Nafisa bintu Munya, au katika riwaya Nafisa bintu Munabbih. Akamwambia Nafisa, nakueleza habari Muhammad kadha, Muhammad kadha, nimepata habari zake, na mimi nimekuwa na raghba kubwa ya kuolewa naye, lakini vipi nitasimama mbele ya mwanamume nimwambie njoo nioe? Na hii inatoa tanbihi kwa dada zetu wa kike, watizame waume wa leo, wasije wakasema kumbe hakuna ubaya kumwambia mtu nini. Akaenda akamwambia mwanae, nimekuja nini, nataka unioe. Huyu mwanamume akiwa na akhlaqi njema fahuwa, lakini wakiwa ndo wale waume ambao tunajuana, ikitokea tatizo kidogo, kwani mimi nilikutaka? Sio nilitaka mwenyewe, mimi nilikuja kwenu, wewe si ulikuja mwenyewe? Nioe sasa hivi nini tena? Mashakili yataanza pale. Heshima ya mwanamke asijirahisishe, japo anataka kweli, lakini atumie njia ambazo bado dignity yake itakuwa pale pale, kama alivyotumia Bi Khadija. Sote tunajua katika historia kwamba hiya allati talabat az-zawaja min rasulillah, yeye ndo alitaka, lakini kwa njia gani? Alimtuma Nafisa akaenda akakaa na mtume, akamwambia ala tatazawaj, una miaka 25 Muhammad, huoi kwa nini? Na walikuwa wakioa zamani wadogo, miaka 17 15 mtu ashaoa au kuolewa. Sasa hujaoa kwa nini Muhammad? Anambia mimi kwanza fukara, pesa zenyewe sina, nitaoa nani ataniozesha? Mtume alikuwa kweli fukara, alikuwa maskini, familia yake ilikuwa maskini. Na vipi familia ya mtume ilikuwa maskini wakati wao ndio walikuwa asiyadu Makkah, kwa sababu ya ile al-Kaaba, ar-rifada was-siqaya wal-hijaba, hizi zote zilikuwa chini ya Abdul Muttalib, babu yake mtume, na familia yote. Sasa hawa watu walikuwa kifukarika kwa sababu mali zao zote walikuwa kizitoa kwa ajili ya kuitumikia al-Kaaba. Wanaona aibu kuja mtu pale Makkah akaomba kitu, na wao ndo asiyadu Makkah, akaondoka bila haja yake. Basi familia hizi zilikuwa zikifukarika hivyo, sio kwa sababu yoyote, walikuwa wanafanya biashara na Quraish, wana biashara. Lakini vipi wataitumikia nyumba ya Mungu? Ni historia kubwa sana. Siqaya, hijaba, rifada, zote hizi wao ndo masulini. Kwa hiyo utasikia mtume alikuwa hana pesa, hana hela, akienda kwa ammuhu Abu Talib hali hiyo, kathirul iyal qalilul mal, babu yake ndio hivyo, hali ndio hiyo, mpaka anakwenda anachunga mbuzi, kuntu araha ala qararit ahli Makkah, ndio hali hiyo, mpaka anatumwa na Bi Khadija, hali ndio ile. Sasa amepata suala, anaulizwa uowi, nitaoa vipi? Basi bibi Nafisa anamwambia, hal adulluk ala dhati malin wa jamalin wa khuluq, nikujulishe yupo mwanamke ana mali, ana uzuri, ana tabia, yani kila kitu Mungu amemkusanyia, amempa. Akamuuliza nani? Akamwambia Khadija. Kama Khadija unamzungumzia mwanamke tajiri kama tena mimi mtu fukara, atakubali kuolewa na mimi? Sikiliza, Bi Nafisa anasema, ana saukallimuha, mimi nitaongea naye. Kumbe ameshaongea naye zamani na ameshajua anataka. Asema basi in radiyat faqad qabiltuha, akikubali Khadija na mimi nimeridhika. Bi Nafisa ameenda akamwambia Muhammad amekubali. Sayyidina Muhammad akapewa jibu, akamtuma ammi yake Hamza na Abu Talib, wakaenda wakaposa. Basi ndugu yangu mwanamke, kama unanisikia huko, heshima yako ni kubwa,
Usijidunishi na kujirahisisha mbele ya wanaume, tena hasa wanaume walikuwa hawana khuluq. Utateseka sana, maana itakuwa hayeshi kuzungumzwa hayo. Mwanamke yule alimtaka mwenyewe, alikuja akanambia njoo nioe. Wanawake wengine bwana kaja bwana, hii stage ya kwanza nioe, nimemuoa, matatizo. Itakuwa ndo stories mitaani. Khuluq. Wewe ni malkia ambaye daima ni muazzaza mukarraba, na akhlaqi zako unatakiwa uziheshimu, uwe daiman katika qimmatul jamal na wara. Ndugu zangu, akhlaqi za mtume katika kuuza na kununua, maana ukitaka kuangalia historia ya mtume yote ni kigezo. Huwezi kumfuata Nabii Isa akawa kigezo chako katika jambo la nyumba. Tunampenda Nabii Isa alayhi salam, tunamwamini ni mtume wetu kama tunavyowapenda mitume wote, lakini hal tastati'u an taqtadi bi Isa ka abin? Unaweza ukamfanya kama kigezo chako kama baba? Hakuwahi kuoa. Kazaujin, hakuwa na mke. Kweli unaweza ukamfuata Nabii Suleiman kama faqir muhtaj? Nabii Suleiman hakuwa fukara, daima alikuwa milionea, alikuwa tajiri tu. Unaweza ukawa kigezo chake Nabii Suleiman na Daud kama mtu mwenye kuhukumiwa muttahad, daima walikuwa na hukumu wao. Lakini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume katika kila uwanja ukitupa macho utampata. Kama mume alioa, kama baba alikuwa na watoto, kama mfanyi biashara alifanya biashara, kama fukara alikuwa fukara, kama tajiri, hata tajiri alikuwa mtume. Kuna wakati baina aljabalain wanasema mtume ana zaidi ya mbuzi na ngamia 300, anawasukuma wote, anakwenda nao. Akapita bedui mmoja, anamuuliza ya Muhammad, ahadhihi lak, hivi vyote ndivyoviona hapa vya kwako? Akamwambia naam, hiya li, ni vya kwangu. Kulluha lak ya Muhammad, vyote ni vyako? Akamwambia naam. Atujibuku, mtume anamuuliza vimekupendeza? Akamwambia naam. Akamwambia hiya lak, chukua wewe. Yule bwana akatoa macho, uko serious? Akamwambia chukua. Yule bwana akakunja ndani, wachunga anaondoka ili asije mtume akageuka kabadilika. Mtume abadiliki, ageuki. Chukua, umeshapewa. Akifika huko anasemaje? Sikiliza takriri ya huyu mtu bedui. Ayuha nas, laqad ji'tukum min indi rajulin, nimekuja kutoka kwa mtu Muhammad, innahu yu'ti ataa man la yakhsha al-faqr, anatoa mtu ambaye haogopi kufukarika. Sasa ukitupa macho katika kila jambo utamuona mtume yupo. Hawa wanawake wetu wanaotupa maneno makali, mtume aliwahi kupewa. Wakati wa hija ya mwisho, ile hijjatul wadaa, aliondoka na wake zake wote mtume. Miongoni mwa hao wake zake alikuwepo Bibi Safia bintu Huyay. Wakati wametoka Dhul Hulaifa, wamefika zao katikati ya Maka na Madina, Bibi Safia ngamia wake akakataa kwenda, akapiga magoti. Mtume yuko mbele huko, akapewa habari mkeo huko ngamia wake hawezi tena kwenda, analia. Mtume akarudi, akawa anamnyamazisha mke wake Safia, usilie basi, yamekwisha. Sasa Bi Safia kila akinyamazishwa ndo alikuwa analia. Tabia za wanawake, kila unapomnyamazisha yeye ndo analia. Mtume akahamaki, sasa unalia vipi? Ikabidi msafara pale ndio uishie pale. Ngamia akapigiwa hema, lakini kisha hamaki Rasulullah. Siku ya pili Bibi Aisha usiku akamwambia Bi Safia, akamwambia Bibi Aisha, nenda kaongee na mtume, naona amekasirika sana kwa sababu hakutaka kulala hapa, mimi ndo nimefanyisha alale hapa, kwa hiyo kaongee naye awe radhi nami. Akikubali, zamu yangu leo nakugaia wewe. Bibi Aisha ndo anayoyataka hayo. Akaenda akafungua pazia, mtume akamwambia, madha turidina ya Aisha, unataka nini Aisha? Leo si siku yako, mbona unakuja? Bi Aisha akasemaje? Asema dhalika fadlullah yutihi man yasha, ya Rasulullah, nimekuja namuombea Safia, simsamehe tena, yamekwisha. Akambembeleza mpaka samehewa, akamwambia siku yake kanigaia mie ya leo. Ameingia pale.
Siku ya pili, Bibi Zainab bintu Jahsh, katika wake zake Mtume alikuwa na ngamia wengi kuliko wote wake zake Mtume, alikuwa na mali kidogo katika ngamia. Akamwambiaje? Muazime dada yako Safia ngamia mmoja, kwa sababu ngamia wake amekataa kwenda. Kwa hiyo muazime ngamia wako mmoja, Bibi Safia dadako. Sikiliza neno alojibu Bibi Zainab, ni muazime Yahudi wako ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumsemesha tena Bibi Zainab mpaka wameenda Maka, wamerudi, wamefanya hija, mpaka wamerudi, hata zamu zake hakupewa tena. Mtume amekasirika, lakini alikuwa akikasirika afanyi mambo ya vituko kama tunavyofanya sisi, pamoja na maneno wanayopewa makali. Mimi nimpe Yahudi wako. Bibi Safia alikuwa katika kabila la Yahudi. Airu yahudiyatak jimali, ngamia wangu mimi nimpe Myahudi wako, mtafutie mwenyewe ngamia wako. Basi ni maneno ya kawaida yanayotokea katika nyumba. Wivu, mambo ya wivu kama hayo. Mara nyingine wanafunga mlango, anamwambia Rasulullah, unakwenda kwa wake zako wengine usiku, wakati leo ni zamu yangu, sifungui mimi mlango. Anaeleza Mtume, hapana, sikwenda kwa mke yoyote katika wake zangu, nimetoka kwa sababu ya haja. Laqad haqanani albaul. Anaeleza Mtume. Nani kati yetu sisi akifungiwa mlango anaweza akajieleza? Sio hivyo, ni hivi hivi hivi. Sasa wewe nimekuzawij au umenizawij wewe, utanijua mimi. Anatukanwa yeye mpaka babake wa 7, na muflisina watakuwa wengi siku ya Kiyama, hasa katika mambo ya ndoa na muamalat. Basi kila unapokwenda katika maisha ya Mtume utampata Mtume ni kigezo katika kila maisha, katika kila uwanja, katika salama ya amani, hudna. Mtume alihudhuria hilful fudul, watu wametiana mikataba ya human rights, wakati wa Mtume alihudhuria. Vita Mtume alipigana. Salama, Mtume alikuwa katika salama. Kila upande, alhasil isome historia ya Mtume uone Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi maisha yote. Alifiwa na watoto wake wote, mmoja tu ndo aloishi baada ya yeye Mtume, tena miezi 6 tu, lakini wote walikufa kabla ya Mtume. Qasim ambaye ndiye mtoto mkubwa, Abdullah Tahir Tayyib, Sayyida Ruqayya, Zainab, Kulthum, wote walikufa kabla ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Fatima baada ya kufa Mtume yeye aliishi mpaka miezi 6 naye akafa. Wote maisha yote yaliishi Rasulullah. Basi tuishi kama Mtume alivyoheshimu watu, alivyoheshimu mali za watu, alivyoheshimu damu za watu, alivyoheshimu heshima za watu, akaishi salama, akatufundisha na sisi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا نعم المستغفرين ويا نجاة التائبين.